Mke wangu, mpaka sasa hivi uko hapa na unasinzia mwenyewe. Kwani usiende kulala? Bibi, mbona umechelewa sana leo? Kuna lori la mizigo litakiwa kuingia leo, ndio leo nichelewesha, nilikuwa nalisubiri. Okay. Kama umeacha imeshafika? Hapana, bado hawajafika. Mama. Nilikuwa nakusubiri tuje wote. Unanisubiri mimi? Ungekula tu mke wangu. Unanisubiri mimi? Unajiumiza bure, utakonda. Mimi nilikuwa nakusubiri tuje wote. Maana mchana kula peke yangu, usiku napaswa kula peke yangu bwana. Basi pole sana. Basi tule. Ukimaliza kula nende nikaoge. Sawa. Halo. Ya Profesa Kala, niambie. Nipe dakika 5 utakuwa hapo. Dakika 5 nitakuwa hapo. Asante. Kangu. Nahitajika sehemu. Jamani, subiri tule kwanza. Mke wangu, hizi ni pesa zimeingia mamangu. Hiyo mizigo simtashusha hata kesho asubuhi mume wangu. Mke wangu, ile ni pesa imeingia, wale watu ni wajanja sana. Bosi. Bro amesema kwamba ana haja kwenda na kote, na mimi nikuletee. Wewe hapo. Haraka bwana utoke. Baby. Hebu rudi mara moja. Mama, nimeamua kurudi nyumbani. Maisha ya Masudi kule nyumbani kwake yamenishinda. Umechoka nini? Vumilia mwanangu. Nimevumilia, nimechoka, nyumbani nimeamua kurudi nyumbani. Jamani, vumilia, nimekwambia Mungu atavuta subira. Mama, tutavuta subira mpaka lini? Heli kila siku mama, mimi nimeshashindwa, ndio maana nimeamua kurudi nyumbani. Unajua nini Zai? Mmeo anakupenda. Mama, mimi siwezi. Ndio maana nimeamua kurudi nyumbani. Siwezi kukaa na Masudi tena. Hapa ndo nimefika. Zai, unajua mtaa utanielewa. Wewe mama unajali heshima yako. Heshima yangu mimi? Ndio maana nimekwambia Mungu atavuta heri. Mama hapana. Wewe kama kwa Masudi kwa mimi sirudiko. Sawa, niko tu hapa nyumbani, sirudi kwa Masudi. Wengine wanapigana, wengine wanaachana, sababu ni pesa. Wengine Shemu. Beshem. Kule umekuja shemu wangu. Kuna nini tena shemu wangu? Mbona mawazo sana? Zaituni wameamua kuondoka kwangu na kurudi kwao. Zaituni yule rafiki yangu mimi? Ndio. Zaituni huyo? Ndio. Zaituni kabisa nimjua mimi. Akuache wewe aende kwao pasipo sababu yote ile. Shemu unanificha wewe. Kuna sababu unaonificha. Mimi na imani kuna kitu umemfanyia Zaituni mpaka kama kwenda kwao. Hakuna chochote shemu. Ila mara nyingi alikuwa akisema ya kwamba amechosha na hali yangu ngumu ya kimaisha. Na hiyo nahisi ndio itakuwa sababu ambayo imemfanya arudi kwao. Hali ngumu ya maisha? Usilie Shemu, usilie. Shemu, unachokiongea ni cha kweli? Ndio hali ambayo imemfanya Zaituni aamua kuondoka kwangu na kurudi kwao. Maskini wa Mungu. Usilie Shemu. Sasa Mungu. Sasa mbona Zaituni yuko hivyo jamani? Kama ni kweli mbona anakosea sana Zaituni?
Kwa hali ugumu wa maisha ndio anafanya anamwacha mwanamume anaenda kwao kweli? Anakosea sana kwa kweli. Kwa hiyo utafanyaje sasa shemu wangu? Iliongana akasema nikipata kazi nzuri ndio atarudi nyumbani. Na usipopata? Kwa kweli si wanawake. Shem, mimi nakutia moyo shemu wangu. Niko bega kwa bega na wewe. Usilie shemu wangu, usilie, usilie. Naomba nikwambie sawa? Kwa sasa hivi ungeenda kwa shehe, ukamfuata shehe, ufike uongee naye ili aje asuluhishe hii nani, hii ndoa yenu shemu. Kuna mgogoro mkubwa mno hapa. Natakuwa niende kwa shehe nikampe taarifa ili atuite huko. Ni kweli, yani inabidi iwe hivyo shemu wangu. Yani ungeenda tena muda, yani uamke sasa hivi uende. Na mimi hapa ninapokuambia, niko bega kwa bega na wewe. So, naomba ufanye hivyo kama nilivyokuambia. Alafu mimi mguu wangu kutoka hapa mpaka kuona ni koo Zaituni. Nafika naongea naye. Kwa kweli hajafanya jambo zuri. Ni rafiki yangu lakini kwa sijui nikamtetea, unaona? Nashukuru sana shemeji. Yaani usijali kwa hilo shemu wangu. Yaani mguu wangu mpaka koo Zaituni. Nafika nitaongea naye na nitakuwa na wewe bega kwa bega. Nitahakikisha mpaka Zaituni anarudi hapa kwako. Yule ni mke wako. Na anachofanya anakosea. Ugumu wa maisha, haya anataka urahisi basi huko anapoenda atapata urahisi wa maisha. Ni rafiki yangu lakini kwa leo amekosea sana. Yaani kabisa nadiliki haisee. Yaani sio wanawake tunaloza ajabu. Hivi kweli Ni kwa shehe lazima nile. Sasa hivi tu ukitoka mimi nitaenda kwa shehe. shemu wangu ngoja sasa mimi nikuache niende kwa Zaituni. Sasa hivi nenda kwa Zaituni. Nashukuru. Mke wangu umekuwa ukilalamika sana, mara silali mapema, mara zinakuacha peke yako, maneno mengi. Sasa leo nimeamua nishinde na wewe, nikae na wewe nikupe burudani. Kweli mume wangu ndio anafurahi sana. Nimefurahi sana kushinda na wewe hapa nyumbani. Yaani sijataka kwambia. Hata ule mwanamke yote alikuwa anajua hapo sina tena. Kweli? Yaani najisi mtu. Leo. Halo? Niambie. Tayari. Sawa, nakuja sasa hivi. Nakuja sasa hivi, nipe dakika moja. Haya sasa. Hebu wapi tena? Ngoja. Mipango ya pesa mke wangu. Wewe pesa wewe, wewe pesa wewe, wewe pesa wewe. Mbona kigeugeu? Wewe pesa wewe, wewe pesa wewe, wewe pesa wewe. Mbona kigeugeu? Pesa inaleta mani, pesa inavuluka mani, pesa inavunja ndoa. Mtu anamwacha mke wake sababu ya pesa. Wapo waliozipata nao hawana furaha. Watu wanateseka hawana amani sababu ya pesa. Watu wanavuluga amani kwa sababu ya pesa. Wengine Be mama. Mama mimi kulisi. Kwa ile mwanaume? Mama mimi kulisi kwa kweli. Yaani nakwambia wazi wazi kwamba kwa yule mwanaume sirudi. Mwanaume yule nimemchoka. Mama mwanaume ana karibu na mimi. Hanijari. Yeye muda wote yuko busy na pesa na yeye. Muda wote yani hanijari kabisa. Anajali umekula, umevaa, yule unaishi vizuri. Mimi simtaki mamangu nakwambia. Ina maana muda wote yeye yuko busy tu mwanangu. Yaani ninayokuambia unaweza usiamini. Lakini ukweli ndio huo kwamba mwanaume hana ukaribu na mimi. Yaani hana ukaribu kabisa na mimi mamangu. Yeye muda wote yuko busy na pesa. Anaingia usiku, anatoka alfajiri.
Sina muda wa kukaa naye mimi mkewe. Hatuna muda wa kuongea nikamwambia matatizo yangu mimi. Hana. Mama mimi nimemchoka, simtaki yule mwanaume. Yule mkwe wako hayo, abaki kuwa hivyo, mimi simtaki. Mwanangu, nakutafutia pesa mwanangu. Nakutafutia pesa, sio wenyewe anatusaidia. Ona ametujengea nyumba hii hapa karibia inaisha mwanangu. Rudi kwa mmeo. Hata kama mama. Nimeshakwambia. Mimi sitaki mama. Mama anakuambia tena kwamba yule mwanaume Ismaili mimi simtaki. Sawa? Yaani mwanaume mimi pale kwake niko kama sijui mfanyakazi, sijui nimepelekwa kuwa kama mlinzi wa ile nyumba nadhani. Yaani nashinda peke yangu hivi, yani sijui niko kama nini tu mle ndani kwake. Hivi kweli mama, hata wewe mjifikirie. Toka nimeolewa ni muda gani? Hata ile dalili ya mimba sina. Na yeye hata alifikiria hilo. Mama mimi simtaki. Vumilia mwanangu, uko kwenye neema mwanangu. Kama umenichoka hapa nyumbani kwako niambie. Nikatafute pa kuishi. Waida mwanangu. Waida unachezea pesa mwanangu. Rudi kwa mume wako. Mama nishakwambia sitaki na nasisitiza tena sitaki. Wewe chezea pesa. Naam bwana Masudi. Nielezee swali la kuja nalo. Mimi kilichonileta ni kuhusu Bi Zaituni Hamisi. Nakumbuka wewe ndiye ulotufungisha ndoa. Sadakta kabisa. Bi Zaituni mpango kafanya nini tena? Mke wangu ameondoka. Anadai nimpe talaka. Anadai umpe talaka? Ndio. Kwani mtu anaweza kadai talaka pasipokuwa na sababu yoyote ya msingi iliyopelekea dai talaka? Fahamu shehe. Nimeamua kuondoka tu. Bwana Masudi, hebu nielezee ukweli ili nijue jinsi gani naweza nikakusaidia kwa hili. Naomba umuite. Maisha yanataka pesa, wapo waliozikosa, wengine zinawatikisa. Pesa inaleta amani pale kwenye taflani, inaleta vita duniani. Wengine wanauana, wengine wanapigana, wengine wanaachana, sababu ni pesa. Wengine wanapigana, wengine wanauana. Hey. Awewe pesa, awewe pesa, awewe pesa. Mbona kigeugeu? Awewe pesa, awewe pesa, awewe pesa. Mbona kigeugeu? Pesa inaleta amani, pesa inavuluka amani, pesa inavunja ndoa.